Sasa hapa kukawa na taharuki. Taharuki ilitokea hasa baada ya kuona ili kaburi hapa, sababu miaka yote hiyo zaidi ya miaka 20 na kitu hakujawahi kuwa na kaburi maeneo haya. Maelezo ya awali ambao waliyatoa hapa hadharani walisema kwamba hapa alizikwa mtoto mwaka 1964 hadi 68, lakini kaburi linavyoonekana sio la mtoto, lakini hiyo taarifa ya mtu kuzikwa hapa ilikuwa haipo. Lakini baada ya kufuatilia uongozi wa serikali ya kijiji, ilionekana kwamba hizi ni mbinu za kuweka kaburi ili zile njama za kutaka kujimilikisha ili eneo ziweze kuwa rahisi kwao. Kwa hiyo hatua za kwanza sisi tulichukua kama serikali, tulimjulisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya, lakini pia afisa wetu wa mifugo wa wilaya, na afisa mifugo akasema anafanya mawasiliano na mwanasheria wa halmashauri ya wilaya ya Kilosa, lakini pia tulimjulisha afisa tarafa, na vikao vilikaa juzi cha halmashauri ya kijiji na wazee maarufu wa zamani pamoja na viongozi ili kupata historia ya kutosha kuhusu hili eneo. Lakini na sisi tulikaa jana kamati ya maendeleo ya kata kujadiliana kuhusu hili eneo, na tayari tumechukua barua na tumeshaandika kwa mkurugenzi kumjulisha hali halisi na kumwomba msaada wa kisheria. Kwa sababu ya taharuki hii ambayo imejitokeza na kwa sababu ya kukosa uhalisia na ukweli kuhusiana na kaburi hili, sababu ukisikiliza maelezo yanakinzana. Ukisikiliza maelezo hayana uhalisia. Ukisikiliza maelezo, kila mmoja anazungumza vitu vya kufikirika na kusadikika, jambo ambalo linatupa wasiwasi na jambo ambalo sasa linatupasa kwenda mbali zaidi, kufikiria, sio kufikiria kwenye hili kaburi ambalo tunaambiwa la 64 tu, lakini kufikiria na masuala mengine ya kiusalama kwa ujumla wake. Kwenye hilo tumelielekeza jeshi la polisi, lakini pia na mwanasheria wa halmashauri kuhakikisha kwamba taratibu za kisheria zinafuatwa ili kujiridhisha na kupata ukweli juu ya taharuki hii ya kaburi ambalo limejitokeza hapa. Kufanya hivyo kutatusaidia kwanza kuhakikisha kwamba kiusalama wananchi mnakuwa na amani, sababu najua kwa muda wa siku 4 sasa kumekuwa na taharuki kubwa, kila mmoja amekuwa na hofu, kila mmoja amekuwa na wasiwasi wa kutaka kufahamu zaidi nini ambacho kiko hapa. Kwa hiyo hili tumelichukua, na kama tumelichukua kuanzia sasa eneo hili tutahakikisha kwamba macho yetu yote tunayaelekeza hapa, wakati wenzetu wanakwenda kukamilisha taratibu za kisheria ili kujiridhisha kilichoko hapa. Tuwaombe wananchi ambao mnadai kwamba kuna ndugu amezikwa hapa, na wananchi ambao hamuamini kwamba kuna mtu amezikwa hapa, lakini na jamii kwa ujumla, kwa sababu ndio ambayo imepata taharuki, muiachie serikali sasa ifanye wajibu wake. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.